Ukitaka kupima kiwango chako cha heshima na thamani wakupayo watu na kupata kufahamu watu wanakuchukuliaje, basi uwe mtu wa kujishusha, usiyetaka makuu wala kujikweza mbele za watu. Watu humpa mtu kipaumbele kwa sababu anuwai, ikiwemo utajiri, wadhifa, madaraka na pengine umaarufu aliojizolea katika kadamnasi ama halaiki. Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, akiwa katika uwanja wa ndege wa Paris maarufu kama Paris Charles de Gaulle Airport, dakika chache kabla ya ndege kupaa na kuiacha ardhi ya Ufaransa, akitokea kuhudhuria mkutano maalum wa nchi za Francophone. Kama ilivyozoeleka kwa marais na watawala wengi, hupenda kuzingirwa na kuambatana na delegation kubwa, nao husafiri na misafara mikubwa. Lakini sivyo kwa Captain Ibrahim Traore. Siku hiyo aliamua kwenda kuhudhuria kikao hicho nchini Ufaransa akiwa peke yake, bila ulinzi wa ziada, isipokuwa tu bastola yake kiunoni na magazine zake 3 kibindoni, kama wafanyavyo wafanyabiashara wakubwa duniani na hata marais wenzake wote. Upweke huo katika safari ya mbali ulimfanya akutane na dhihaka na kejeli kutoka kwa watu wenye ngozi nyeupe katika kila hatua aliyoipiga. Huo ukawa utambulisho wa upande mwingine wa Ibrahim Traore, mtu asiye na makuu, asiyependa kujikweza na kujiona, lakini jasiri wa haiba na wajihi mwenye siha njema. Baada ya mkutano huo mkuu wa kidiplomasia ya nchi za Francophone kumalizika Paris nchini Ufaransa, Captain Traore alikata tiketi ya kurejea nchini Burkina Faso kupitia shirika la ndege la Ufaransa, yani Air France, ambalo hufanya safari zake kutoka Ufaransa hadi katika jiji la Wagadugu nchini Burkina Faso. Kulingana na hadhi yake, ilimpasa Traore kukata siti ya daraja la kwanza, yani first class, ambayo alifanikiwa kuipata. Wakati muda wa kuanza safari ya kutoka Paris kwa ndege ya Air France aliyopanda Captain Traore unakaribia kuanza, mhudumu wa ndege hiyo ambaye alifahamika kwa jina la Sofia, raia wa Ufaransa, alipokea simu kutoka makao makuu ya Air France, simu ya dharura, akipewa maelekezo ya uwepo wa mfanyabiashara mashuhuri ambaye anapaswa kusafiri muda huo ndani ya ndege hiyo, ijapokuwa hakupata tiketi ya daraja la kwanza. Sofia anatakiwa atafute siti ya daraja la kwanza kwa ajili ya mfanyabiashara huyo bwanyenye, ambaye alitambuliwa kuwa ni mteja wa Air France wa nyakati zote. Mhudumu Sofia aliwajibu kuwa eneo la first class, yani daraja la kwanza, limejaa, lakini meneja wa siku hiyo wa Air France akamsisitiza kuwa afanye vyovyote iwezekanavyo ili ampatie siti ya daraja la kwanza ambayo mteja wao wa siku zote anastahili kuketi, kwani anawahi mkutano wa wanauchumi barani Afrika. Ndipo mhudumu wa ndege Sofia anaamua kuchukua jukumu la kuwasiliana na rubani wake kupitia mfumo wa mawasiliano, kuona namna watasaidiana kumpatia nafasi ya daraja la kwanza tajiri huyo mwenye wadhifa mkubwa katika shirika hilo. Majibu ya rubani yalikuwa Sofia afanye kila analoliweza ili mteja wao apate kiti cha daraja stahiki. Sofia aliamua kusogea hadi eneo la daraja la kwanza, akaanza kuangaza yupi amhamishie economy class ili tajiri na mteja wao wa muda wote aweze kusafiri akiwa comfortable. Ghafla jicho la Sofia likatua kwa mwamba Ibrahim Traore, na ndipo akamfuata. Na kama ujuavyo wahudumu wa ndege, Sofia kwa sauti ya upole iliyojaa tabasamu
Akamuita, Mr. Samahani, kuna mteja wetu wa muda mrefu ameomba kusafiri na ndege hii, lakini anahitaji akae eneo la daraja la kwanza ambalo ndio hili, na pamejaa, hivyo na kuomba nikuhamishie economy class, halafu mteja wetu aje akae mahali ulipoketi. Hii ndiyo dhihaka ya watu wenye ngozi nyeupe. Inafikirisha kuona rais anapelekwa eneo la abiria wa hadhi ya kawaida kisa mfanyabiashara, lakini Sofia alifanya kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza, eneo la daraja la kwanza watu wengi waliokuwemo ni wazungu, yaani watu weupe, huku Traore akiwa ndiye mtu mweusi peke yake katika eneo hilo aliyepata eneo la kukaa. Na sababu ya pili ni namna Traore alivyokuwa amevaa. Hata ungekuwa wewe usingeshtuka kama ungeambiwa aliyekaa pale ni rais wa taifa la Burkina Faso. Traore alikuwa amevaa nguo za kawaida mno, shati lake jeupe tena lenye kikofia cheupe na suruali, huku akiwa amevaa miwani ya kawaida, tofauti na vile tulivyomzoea kwa sasa ambapo huvaa magwanda ya kijeshi, miwani mieusi na kofia la kijeshi. Lakini siku hiyo mwamba alikuwa hana tofauti na mtu wa mtaani. Baada ya mazungumzo ambayo hata dakika 2 hayakufikisha, Kamanda Traore kwa mwendo wa kawaida kabisa na sio wa kijeshi alimkubalia dada Sofia na kumuomba amsindikize hadi anapotakiwa kukaa, na kweli wakaongozana hadi eneo la upande wa dirisha ambapo Traore alipewa kiti na kukaa, na kisha akamshukuru yule mhudumu. Ndege hiyo chapa namba 723 ikaanza safari yake kuelekea katika jiji la Wagadugu. Wakati safari ya ndege hiyo ipo katikati, mhudumu mwenzake aliyefahamika kwa jina la Maria, ambaye yeye ni raia wa Senegali, katika kuangaza kwake alishtuka kumuona mtu ambaye alimfananisha na Kamanda Traore. Ndipo akachukua jukumu la kuwasiliana na mhudumu mwenzake na kumuuliza, Sofia, yule abiria uliyemhamishia eneo hili kutoka first class ulimpa siti wapi? Sofia akamjibu, ni yule pale karibu na dirisha. Hapo Maria akachoka, akabaki akiwa na mshangao mkubwa. Akamuuliza, unamfahamu ni nani? Bila uoga Sofia akamjibu kuwa nimesoma kwenye kadi yake, anaitwa Mr. Traore. Maria akachoka zaidi na kumwambia, dada yangu, yule ni rais wa Burkina Faso na ni kamanda wa jeshi la Burkina Faso kule tunapoelekea. Sofia kwa mshtuko akamuuliza Maria, mimi sikujua. Na kwa nini amevaa vile kama mtu wa kawaida? Ni kwa nini hana hata mlinzi? Na kwa nini hajanikatalia hata nilipomuomba ahamie huku? Maswali lukuki yalimtoka Sofia, ambaye muda huo tayari alikuwa ameshaingiwa na uoga mkubwa kuwa amemzalilisha rais, tena kibaya zaidi kwa kutumia rangi. Sofia alienda eneo la daraja la kwanza, kisha akamalizia kuwahudumia abiria wote, na kisha akaelekea alipokuwa Traore, na kisha kwa sauti ya wasiwasi na uoga mkubwa akaongea, mkuu, nisamehe, sikujua kama ni wewe, ndio maana nilikuhamishia. Nisamehe sana kwa kukuzalilisha, hukupaswa kuwa huku. Traore akamjibu kuwa usiwe na shaka, lakini nilitimiza wajibu wangu na wako pia, kwamba mimi humu ndani sina mamlaka, wenye mamlaka ni wewe na wahudumu wenzako, na hayo ndiyo maisha. Kuna eneo mimi siwezi kubishana na mtu kwa sababu sina mamlaka, kwa hivyo usijali, mimi nimekuelewa unachomaanisha. Wakati Traore akiwa anaongea hayo, Sofia mawazo yake yalikuwa mbali mno, akiwaza akifika Burkina Faso sijui atafanyiwa nini kwa uzalilishaji aliofanya. Na hata Traore alipomaliza kuongea alikuwa amebaki kama kagandishwa. Traore akamshika bega na kumwambia,
aendelee na kazi yake kwa sababu hakuna kibaya kilichoharibika. Zaidi tu ni kwamba nafurahia kuwa eneo hili. Sofia bado hakuelewa kwa nini Kamanda Traore anaonekana kuwa mnyenyekevu na mwenye furaha licha ya ubaya aliyomfanyia. Akarudia tena kauli yake kuwa, "Mkuu, naomba unisamehe sana kwa ubaya niliyokufanyia." Traore akamwambia Sofia, "Hebu angalia nje." Wakati huo jua lilikuwa likizama na kuonesha uzuri wote wa taifa la Burkina Faso. Kisha Traore akasema, "Ningekuwa kule, haya yote nisingeyaona, lakini hapa nafurahi kuiona nchi yangu ya kipekee. Ningeumia sana kama ningehamishiwa katika ndege nyingine, lakini nafurahi kwa kuwa nipo katika ndege hiyo hiyo na sioni tabu, kwa sababu aliyekaa daraja la kwanza na mimi niliyekaa daraja la kawaida, wote tunafika kwa wakati mmoja na tunatoka kwa pamoja. Kwa hivyo hakuna tofauti. Ni mjinga pekee atakuelewa ukimwambia kuwa aliyekaa daraja langu na yule aliyekaa daraja la kwanza ni watu wawili tofauti." Kisha akamwambia Sofia aendelee na majukumu mengine, kwani yeye anafurahia kuwa katika eneo hilo. Hatimaye safari ya ndege hiyo ikafika tamati katika uwanja wa ndege wa Wagadugu. Mhudumu Sofia alizidi kushangaa zaidi. Alifikiri pengine angeona idadi ya watu wengi wamekuja kumpokea rais wao kijana zaidi. Pengine aliwaza angeona vitambaa vyekundu vimetandikwa ili rais apite, lakini cha ajabu, wala yote hayo hakuyaona. Aliwaona wanajeshi, tena wasiozidi 5, wamekuja kumpokea Kamanda Traore. Kisha akapanda kwenye gari na akaondoka zake. Sofia baada ya hayo akaelekea hotelini, lakini akiwa na mawazo mengi. Yupo kwenye ardhi ya mtu aliyemfanyia ubaya. Aliwaza pengine atakamatwa, lakini haikuwa hivyo. Baada ya kufika hotelini, aliamua kukaa mezani na kuandika ujumbe kwenye karatasi, yaani memo. Kwa mjibu wake yeye anasema katika siku ambayo amejifunza, basi ni siku hiyo aliposafiri na rais wa Burkina Faso. Licha ya kutomjua vizuri, licha ya kumzalilisha, lakini kiongozi yule wala hakujali, na wakati anazungumza naye alikuwa mtu wa furaha na kucheka kuliko watu wote waliokuwa kwenye ndege. Anajuta ni kwa nini alimfanyia ubaya mtu mwema kiasi hicho, na anajilaumu kwa kutomjua mapema. Pengine angekuwa anamfahamu asingefanya yote hayo. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania kwa habari na simulizi mbalimbali.